Katika tasnia ya kijeshi ya kisasa ambapo teknolojia ya makombora imekuwa kiini cha ulinzi wa mataifa na vitisho vya kisiasa vya kimataifa, jina Khorramshahr linang'ara kama mfano wa ujasiri wa Iran, ubunifu wa kiteknolojia na mkakati wa kijiografia. Khorramshahr si tu kumbukumbu ya vita ya miaka ya 80, bali pia jina la kombora la ballistic lenye uwezo mkubwa linalobeba ndoto na tahadhari za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika karne hii ya 21. Khorramshahr ni kombora la ballistic la masafa ya kati lenye uwezo wa kurusha kichwa cha mlipuko hadi umbali wa kilomita 2000. Katika muktadha wa Mashariki ya Kati, hili ni kombora linaloweza kufika Tel Aviv, Riyadh, Doha, Manama, Dubai na hata Ankara. Katika muktadha wa kijeshi, uwezo huu wa kushambulia maeneo yote muhimu ya kijeshi na kisiasa ndani na masafa ya makumi ya kilomita 2000 unalifanya kombora hili kuwa tishio kubwa kwa mataifa yenye uhasama na Iran. Teknolojia ya Khorramshahr imefanyiwa mabadiliko kadhaa tangu ilipobuniwa. Matoleo ya awali yalitumia injini ya mafuta ya kionevu, aina ya propulsion inayohitaji maandalizi ya muda mrefu kabla ya kurushwa. Mafuta ya kionevu huwezesha kubeba uzito mkubwa zaidi, lakini yana changamoto za usalama na haraka ya utekelezaji. Iran ilitambua hilo na kuendeleza kuboresha. Mnamo mwaka 2023, Iran ilitangaza toleo jipya la Khorramshahr linaloitwa Khorramshahr 4 au Khaybar, ambalo linaaminika kutumia injini ya mafuta imara. Hii ni hatua kubwa ya kiteknolojia kwa kuwa mafuta imara huruhusu urushaji wa ghafla bila maandalizi mengi, na hivyo kulifanya kombora kuwa silaha ya dharura isiyohitaji muda mrefu wa kuratibu mashambulizi. Toleo hili la Khorramshahr 4 au Khaybar linaweza kuwa na uwezo wa kuruka kwa kasi ya hadi Mach 16 wakati wa kurejea ardhini. Kasi hii ya ajabu inaipa kombora uwezo wa kupenya mifumo ya ulinzi wa anga kwa urahisi. Mfumo wa Iron Dome wa Israel, THAAD wa Marekani na hata David's Sling ambavyo vimeundwa kutibua mashambulizi ya makombora viko katika hatari ya kushindwa kukamata kombora kama Khorramshahr 4 ikiwa hali ya vita itazuka. Katika teknolojia ya uongozaji, kombora hili lina mfumo wa INS, Inertial Navigation System, unaotegemea gyroscope na accelerometer kutunza mwelekeo wa kombora hata bila msaada wa mawasiliano ya nje. Lakini Iran imeenda mbele zaidi kwa kuliongezea GPS, Global Positioning System, ili kuongeza usahihi wa uongozaji kwa kutumia data ya satellite. Hii inaonyesha kwamba licha ya kuwa chini ya vikwazo vya kimataifa, Iran inaendelea kujenga uwezo wa kujitegemea katika teknolojia ya kijeshi kwa kutumia njia za ubunifu. Kitu cha kipekee zaidi katika Khorramshahr ni uwezo wake wa kubeba vichwa vya mlipuko vilivyogawanyika. Teknolojia hii inajulikana kama MIRV, Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles. Badala ya kichwa kimoja tu cha mlipuko, kombora linaweza kubeba vichwa vitatu hadi 4, kila kimoja kikiwa na uwezo wa kushambulia shabaha tofauti. Hii ina maana kwamba kwa kombora moja tu, Iran inaweza kushambulia vituo vitatu hadi 4 vya kijeshi au miundombinu ya adui kwa wakati mmoja. Vichwa hivi vinaweza kuwa na uzito tofauti kulingana na mahitaji ya kijeshi, vingine vikawa na mlipuko mkubwa wa kawaida, HE, high explosives, vingine vikawa na mlipuko wa sumu, na kwa mujibu wa tetesi zisizothibitishwa, huenda vikawa hata na uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia iwapo Iran itapata teknolojia hiyo. Mojawapo ya vipengele vya kisasa vilivyopachikwa kwenye toleo la Khorramshahr 4 ni mfumo wa Maneuverable Reentry Vehicle. Teknolojia hii huruhusu kichwa cha mlipuko kujigeuza wakati kinashuka kutoka anga la juu kuelekea ardhini. Badala ya kushuka moja kwa moja, kichwa hicho kinaweza kubadilisha mwelekeo, hivyo kuzuia mfumo wa adui kuweza kukikamata au kulifyatulia kwa urahisi. Teknolojia hii imefanya Khorramshahr kuwa kombora linaloonekana kuwa na nafasi kubwa ya kufanikiwa kupenya ngome ya anga ya Israel, hata ikijumuisha usaidizi wa Marekani. Kwa mujibu wa maafisa wa jeshi la Iran, kombora la Khorramshahr limeundwa kwa kuzingatia mazingira halisi ya kijiografia kwa Mashariki ya Kati. Ni kombora linalofaa kwa mashambulizi ya kushtukiza, linaweza kurushwa kutoka maeneo mengi ya Iran bila kugunduliwa mapema na adui. Inaweza kurusha kutoka malori au magari ya kawaida ya kijeshi, TEL, Transporter Erector Launchers, jambo linalofanya iwe vigumu kwa maadui kulifuatilia. Mbali na teknolojia ya kijeshi, kombora la Khorramshahr pia lina uzito mkubwa wa kisiasa.
Iran hutumia maonyesho ya kombora hili katika gwaride la kitaifa, hasa wakati wa kumbukumbu ya vita vya Iran-Iraq kama ishara ya udhubutu na kujitegemea. Kombora hili linawakilisha roho ya upinzani wa Iran dhidi ya kile wanachokiita ubabe wa Magharibi na huonekana kama jibu la moja kwa moja kwa uwepo wa kijeshi wa Marekani katika Ghuba ya Uajemi na uungwaji mkono wa Israel katika kanda hiyo. Khorramshahr pia limepewa jina lenye maana nzito sana kwa Wairani. Jiji la Khorramshahr lilikuwa mstari wa mbele katika vita vya Iran-Iraq. Jiji hili lilitekwa na majeshi ya Saddam Hussein mwanzoni mwa vita, lakini baada ya mapigano makali ya zaidi ya mwaka mmoja, jeshi la Iran lilifanikiwa kuikomboa. Tukio hili linachukuliwa kama moja ya mafanikio makubwa zaidi ya kijeshi katika historia ya taifa hilo. Kwa hivyo, kuiita silaha yao ya kisasa kwa jina la Khorramshahr ni sawa na kulipa heshima historia ya damu, ushindi na mapambano ya taifa hilo. Katika ramani ya kijeshi ya ulimwengu wa sasa, ambapo vita vinaweza kuanzishwa na kutamatika kwa dakika chache kwa kushambulia miundombinu ya kijeshi kwa makombora ya masafa marefu, uwepo wa silaha kama Khorramshahr ni jambo linalobadili hesabu za vita kabisa. Mataifa ya Magharibi yamekuwa wakosoaji wa maendeleo haya, wakihofia kuwa teknolojia hii inaweza kutumiwa si tu kwa ulinzi, bali pia kwa mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya maadui wa Iran. Kwa upande mwingine, Iran inasisitiza kuwa Khorramshahr ni silaha ya kuzuia mashambulizi na si ya kuanzisha vita. Kwa mujibu wa maafisa wa kijeshi wa Iran, silaha kama hizi huifanya nchi kuwa na uwezo wa kujilinda dhidi ya uvamizi na kuweka mizani ya nguvu katika Mashariki ya Kati, yani deterrence. Kwa jumla, Khorramshahr ni mfano halisi wa jinsi silaha moja inaweza kuwa mkusanyiko wa historia, teknolojia, siasa na kisaikolojia. Ni silaha inayotuma ujumbe. Ni kombora lenye kasi, nguvu, akili na maana. Katika ulimwengu ambapo propaganda za kijeshi zina nafasi kubwa kuliko hata vita vyenyewe, Khorramshahr ni silaha inayofanya kazi kwa kutuma ujumbe wa kuamsha hofu kwa njia ya utulivu.